Yes, hali gani mwana michezo? Hii hapa ni Kishai TV. Hapa tuko maeneo ya Mao Zedong, Mao A. Tumekuja kutuzungumza na wachambuzi wa michezo wa hapa Zanzibar. Hapa namzungumzia William Estavio VAR mwenyewe akijulikana kwa hivyo, na hapa tutakuja kuzungumza kuhusiana na mchezo kati ya Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Al Ahly ambao utapigwa leo majira saa 1 pale Cairo. Bwana William, habari? Naam, mimi niko sadakta kabisa, sijui kwa upande wako. Yes, uko poa kabisa? Mimi niko poa kama unavyoniona, sura yangu ina bashasha kweli kweli. Leo tunakwenda kutazama mchezo wa Al Ahly dhidi ya Yanga. Mchezo kwako unautazama kwa namna gani ukiangalia timu zote mbili zina alama 4 katika makundi yao katika kundi B? Kwanza ni miongoni mwa mechi ngumu ambayo kwa pande zote mbili itakuwa hivyo kutokana na namna ambavyo kundi lenyewe lilivyo. Kama ulivyoweza kutanabaisha hapo kwamba Yanga ana pointi 4 na Al Ahly ana pointi 4. Kubwa zaidi ni kwamba Al Ahly atakuwa anataka kuona kwamba anapata pointi 3 kwa sababu yeye ndio mwenyeji wa mchezo huu. Ikumbukwe kwamba imekuwa ni ngumu kwa timu kutokea kanda za Afrika Mashariki kwenda kupata matokeo hususan kwenye uwanja wa nyumbani ambao wanakuwa wanacheza Al Ahly. Kwa hiyo kuna namna mchezo utakuwa mgumu kwa sababu kubwa namna ambavyo vikosi vyote viwili vimeweza kujiandaa. Tunaangalia Al Ahly ambayo ina wachezaji wakubwa kina El Shenawi, lakini pia unaangalia wachezaji kama kina Trezeguet ambayo kwa namna pekee, lakini pia maingizo mapya ya wachezaji ambao wanakuja kuongeza nguvu kwenye upande wa kikosi cha Al Ahly. Kwa hiyo unakuta kwamba ni miongoni mwa michezo ambayo kwanza lazima Yanga waweze kuingia na mentality ya kwenda kuwaheshimu wa Al Ahly, lakini pia kuona kwamba wanaenda kupata angalau matokeo mawili ambayo yatakuwa favorite kwao au yatakuwa na faida kwao. Ukiangalia ni kwamba lazima waweze kupata alama 3 au waweze kupata alama 1 ambayo itawaweka katika mazingira mazuri kwenye nafasi ya group. Ukiangalia kama wataweza kupata alama 3 so far wataweza kuongoza kundi wakiwa na alama zao 7, lakini kama wataweza kupata alama 1 ambayo ni sare ni itakuwa wanawapatia nafasi ya kupata alama, kujikusanyia alama 5. Kwa hiyo ni miongoni mwa michezo migumu, kitu ambacho Al Ahly huwa hawaruhusu kwa mgeni ambaye anafika kwenye jiji la Cairo pale Misri, kuona kwamba anaibuka kidedea na kwenda kutakata kwenye uwanja wao wa nyumbani. Yes, amezungumzia hapo kuhusiana maingizo mapya ambayo Al Ahly wameyafanya. Vipi kuhusiana na maingizo mapya ambayo Yanga pia wameyafanya? Unamzungumzia Alan Okello lakini pia Depu. Kwa namna moja ama nyingine unawaona kiweza kwanza katika kikosi chao cha kwanza cha Yanga? Unaweza kusema no doubt. Hapo nategemea kuona hivyo kwa sababu ya michezo takriban mchezo mmoja ndio ambao uliweza kwenda kuingia, mchezo ambao waliweza kuibuka na ushindi wa magoli 6, mchezo dhidi ya Mashujaa. Uliona ingizo la Okello, Depu alikuja kuingia kipindi cha pili. Okello ndio alionekana kung'aa zaidi na kuonesha uhai hususan katika eneo la ushambuliaji. Kwa namna nikiangalia kikosi cha Yanga naona direct kabisa Okello ataweza kwenda kuanza kwenye mchezo wa leo, lakini pia maingizo kama akina Emmanuel Damalo ambayo kwa namna pekee amekuwa ni muhimili mkubwa pale katikati. Ukumbuke kwamba Emmanuel Damalo ni miongoni mwa viungo wa kabadi ambao wanawarahisishia wakina Maxi na Duka Buyo kuona kwamba wanacheza kama namba 10 hivi wote kwa pamoja, kwa sababu Emmanuel Damalo anakuwa anafanya kazi ya kupokonya mipira kutoka kwa wapinzani na kuwapatia wao wanakuwa wanaangalia nafasi watembeze kwa winga gani au wapeleke kwa mshambuliaji yupi ambaye kwa mbele bila shaka naamini ataweza kuanza Prince Mpumelelo Dube kwa namna pekee. Kwa hiyo unaona kwamba kuna namna au maingizo mapya wote Depu, Emmanuel Damalo, lakini pia Alan Okello tunaweza tukaona wakianza kwenye kikosi cha Yanga leo kwa sababu ya ubora na quality ambayo wako nayo. Mchezo wa leo unaweza kwenda kuona Yanga akiweza kwenda kupishana na Al Ahly? Kwa namna ambavyo mwalimu Petro Convaves ambaye kwa namna pekee amekuwa ni muumini wa kucheza soka safi kama hivyo, lakini naamini ataweza kwenda kumheshimu kutokana na kwamba unazungumzia Al Ahly ambaye ni giant wa mpira Afrika. Yule unapomzungumzia Al Ahly ni kama Real Madrid tu kwa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kwa hiyo naamini lazima ataenda kwenda kuwaheshimu, kuwasoma kwanza kwenye kipindi cha kwanza, dakika zile 15 za kwanza mwalimu huwa anatumia kuona kwamba anamsoma mpinzani wake amekujaje, kwa sababu unaweza kusema kwamba Al Ahly atakuja direct kuona kwamba anashambulia ili aweze kwenda kupata matokeo ambayo yatakuwa favorite kwa upande wake. Kwa hiyo naamini kocha ataweza kwenda kuja na mfumo ambao utamsaidia yeye kudefense na kuwashambulia kwa kushtukiza ili kuona kwamba anajilinda vizuri, lakini pia anatengeneza mazingira ambayo yeye kama anaweza kupata nafasi basi aweze kuconvert hizo magoli na kuona kwamba anaibuka na ushindi ambao utakuwa umemsaidia yeye kujiweka katika nafasi nzuri kwenye kundi. Tulimwona Bakari Nondo Mwamnyeto
wakiweza kufanya vizuri katika mashindano ya AFCON. Lakini pia baada ya kurejea pia katika ligi kuu tulimwona aliweza kucheza vizuri pia. Je, tutegemee kumuona katika mechi ya Al Ahly? Tutegemee hivyo kwa namna ambavyo mchezo wenyewe upo. Ikumbuke kwamba ni mchezo ambao unahusisha timu ambazo ni wana matumizi ya nguvu pia, lakini pia matumizi ya Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye kwa namna pekee naamini mwalimu Petro atakuwa ameweza kupata jinsi gani ya kuweza kumtumia Bakari Nondo Mwamnyeto kutoka kwa mwalimu Miguel Gamondi ambaye amemtumia vizuri sana kwenye michuano ya AFCON. Kwa hiyo naamini kama akiweza kupata lile darasa kuona kwamba kwa namna gani anaweza kusimama, licha kwamba mbele ambao mabeki ambao wapo Baka na mwenzie Dickson Jobu ni miongoni mwa mabeki wazuri ambao kwa namna pekee wanaweza kukofa kile ambacho anaweza kukofa Bakari Nondo Mwamnyeto. Lakini so far nikiangalia naiona nafasi kama mwalimu ataweza kumwamini, anaweza kaanza na kaweza kufanya vizuri kwa sababu ametuonesha hivyo kwenye upande wa kwa michuano ya AFCON. Ameweza kuonesha kwamba yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao wengi walikuwa wanaonesha kama hawana imani naye, lakini yeye ameenda kwenda kuwalipa kile ambacho amekuwa kikiofa toka anatokea kwenye kikosi cha Coastal Union, amekuja kwenye msimu wa kwanza wa Yanga mpaka sasa alivyo. Kwa hiyo naamini kama mwalimu atampatia nafasi anaweza kutengeneza kitu kizuri. Neno lako la mwisho kwa mashabiki wa Dar es Salaam Africans na mashabiki wa soka wa Tanzania kiujumla? Tutegemee kuona kwamba mpira utakuwa mzuri na mpira wa kuvutia kutokana na namna vikosi vyote viwili vinavyocheza. Ni miongoni mwa michezo ambayo itakuwa inaleta ladha ya tofauti kabisa. Ikumbuke kwamba hizi timu zote zina maingizo mapya. Al Ahly ana maingizo mapya ambao anategemea kwamba ataweza kufanya mabadiliko, lakini pia Yanga nao wamesajili wachezaji wana quality na ubora mkubwa ili kuona kwamba na wao wanaenda kupata chochote. Kwa hiyo tutegemee mchezo ambao utakuwa 50-50 kwa pande zote, upande wa Al Ahly na upande wa Yanga. Kwa hiyo tutegemee burudani safi ya mpira. Je, unadhani unaweza kutupatia list yako ya mchezo wa leo? Kwa upande wangu nategemea kwanza langoni ataanza Djigui Diarra kama ilivyo screen protector, lakini ametoka kwenye majeruhi. Naam, ikumbuke kwamba ni miongoni ndo kwenye uchovu wa AFCON. No doubt hiyo ni moja kwa moja lazima aweze kuanza mbele ya kina Msheli na mwenzie ingizo jipya ambaye ni Masalanga. No doubt Djigui Diarra ataweza kwenda kuanza, lakini upande wa pembeni licha kwamba Atola Kwasi yao ameweza kwenda kupona, lakini sioni kama akiweza kuanza direct. Ataweza kuanza Shadraki Isaka Boka, lakini pia upande wa pembeni pia nategemea kumuona Hussein Shabalala kwa namna pekee kutokana na uzoefu mkubwa ambao ameweza kufanya akiwa na kikosi cha Simba, lakini katikati pale no doubt Dickson Jobu na Ibrahim Baka kwa namna pekee nategemea kuwaona hivyo, lakini eneo la katikati Emmanuel Damal ambaye kwa namna pekee Duka Buya pamoja na Max Zengeli pia nategemea kuwaona hivyo, lakini pembeni Alan Okelo pamoja na Pacome Zuzwa nitegemea kuona hivyo. Mbele pale tutegemee kumuona Prince Mpumelelo Dube. Lakini kuna nafasi moja ambayo imebaki, si ndio? Kwa hapo nategemea kumuona ingizo jipya la kijana ambaye amekuwa miongoni mwa wachezaji wazuri, Mudathiri Yaya. Nategemea kumuona hivi kwa ile kuona kwamba anaweka safu ya viungo iwe imara zaidi, kuona kwamba anawashambulia kwa kuataka. Umemtaja Prince Dube, vipi kuhusiana na Depo? Hawezi kupata nafasi kwanza katika kikosi cha kwanza? Kutokana na ugeni naamini ataingia kikosi cha pili. Kipindi cha pili. Lakini tulimtazama vizuri katika mechi ambayo ilichezwa dhidi ya Mashujaa. Tuliona kiwango chake ambapo alikionyesha kwa dakika chache. Umeona kabisa akiingia katika kikosi hicho. Kwa namna alivyoingia ni kwamba ikumbuke kwamba unapofika kwenye kikosi lazima experience na wachezaji wako. Licha kwamba alionyesha mchezo mzuri, lakini namuona akianzia kwenye kipindi cha pili ili kuona kwamba anakuja na nguvu ya tofauti, lakini pia anakuja ile, lakini itamsaidia yeye kushusha pressure kwa sababu tukienda kumwamini moja kwa moja itakuwa ngumu. Kwa hiyo naamini ataweza kuingia kwenye kipindi cha pili. Lakini kwenye eneo la midfielder umesema unaanza na Mohamed Damaro ambaye ametokea Singida Black Stars, ndivyo? Ni miongoni mwa midfielders ambao wana matumizi makubwa sana ya nguvu. Kwako unadhani uone kama hii inakuwa ni hatari kwa timu? Kwa namna mchezo ulivyo lazima ukubali matumizi ya nguvu kwa sababu Al Ahly ukiwaruhusu wachezee sana mpira wataweza kwenda kukutesa na utaanza kupata matokeo ambayo yatakuja kuishtua nchi. Kwa hiyo lazima aweze kuwepo Emmanuel Damal ambaye kwa namna pekee atakuja kupunguza ukali wa viungo wa upande wa Al Ahly. Kwa hiyo nategemea ataweza kuanza ili kuona kwamba anapunguza makali ya viungo wa Al Ahly.
Yes, lakini kuhusiana na Maxim pia Nzengeli, huoni nafasi ya ukiachana na Mudathiri ambaye ametoka hivi sasa kwenye majeraha. Vipi nafasi ya Duke Abuya na kwenye nafasi ya kiungo, kwa sababu tushazoea akicheza nambari 8 ama nambari 6. Sasa yuko Damaro na kwenye maingizo yako umeenda kumweka Mudathiri Yahya. Vipi kuhusiana na Duke Abuya? Duke Abuya naye ni miongoni mwa wachezaji wazuri na no doubt kwenye kikosi changu nilishampanga. Atakuwa anacheza yeye Duke Abuya pamoja na Max Nzengeli. Namba 6 atasimama Damaro. Yeye atakuwa anacheza kama force namba 9. Yeye pamoja na mwenzie Max, ambaye ikumbuke kwamba Max ni miongoni mwa wachezaji ambayo sehemu yoyote ile anaweza kuwepo. Ni wanasema versatile player. Kwamba wanama yote sehemu yoyote yule anaweza awe winga wapi. Kwa hiyo akiwa yeye pamoja na Abuya huenda wakafanya kitu cha tofauti. Kwa hiyo no doubt Abuya lazima aweze kuanza. Abuya lazima aweze kwenda kuanza. Ikumbuka kwamba yule ni kama mwanajeshi kutokea jeshi la Kenya. Yes, hayo ni maneno ya mchambuzi bwana William Estavio kama nilivyokutanabaisha hapo awali. Mimi ni Farid bin Abdalla Chotara Tanga na Dar es Salaam, lakini nyuma ya kamera ni Medson kutokea Kishai TV.